Leo tupo kwa Iringa kwenye mradi mmoja, miradi yetu mikubwa ya Mkombozi. Mradi huu umejengwa kwa ajili ya umwagiliaji ambao utawezesha kumwagilia ekari 15,000 na ekari hizi zote ni za wananchi. Ni mategemeo yetu mradi huu utakapokamilika, ambao mpaka sasa hivi umefikia 85%, utaongeza uzalishaji wa chakula hasa mpunga kwa zaidi ya 15% mpaka 20% ya mahitaji yetu ya sasa, ambao ndio zao kubwa na ndo hata skimu tuliyoijenga inaenda kwa ajili ya mpunga, lakini pia mazao mengine ya mboga yanaweza yakazalishwa katika eneo hili pamoja na mahindi. Kuna mazao ya aina mbalimbali na tumetenga zone za aina uzalishaji wa mazao ya aina mbalimbali. Mradi huu kwa awamu ya kwanza ambayo ina loti 4 ni bilioni 56, na sasa hivi tunaenda kwenye awamu ya pili ya bilioni 18, ambayo yeye yenyewe itasaidia kulinda huu mto mzima pamoja na kutenga daraja la kuunganisha mashamba haya ya sehemu mbili. Mashamba haya upande huu wa kushoto kuna mashamba takriban ekari 7,000 na upande huu wa kulia takriban ekari 8,000. Sasa maana yetu ni nini sasa? Sasa hivi wananchi wa hapa wa Iringa na wawekezaji wengine watakao kuja kwenye eneo hili watakuwa na uwezo wa kulima mwaka mzima, na hayo ndio yalikuwa ni malengo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipoamua kuwekeza kwenye umwagiliaji. Hii hapa tu ni bilioni 56 mradi mmoja, lakini kwa ujumla tuna miradi zaidi ya 780. Kati ya miradi 780, miradi 140 tayari na wakandarasi na endelea kujengwa, na tunategemea kuikamilisha ndani ya mwaka mmoja mpaka miwili. Miradi iliyobaki iko kwenye feasibility study, tunategemea bai kufika mwaka 2030 nusu ya miradi hiyo itakuwa imeanza, na miradi itakayobaki itaendelea kujengwa, lakini tukiwa tayari tuna complete feasibility study ambayo tunajua gharama, na hata wawekezaji watakapokuja itakuwa ni rahisi kuwekeza kwenye maeneo haya. Kitu kikubwa tunafundisha mainjinia wetu ni katika usimamizi wa miradi, utekelezaji wa mikataba, usimamizi wa wakandarasi na kadhalika na kadhalika. Ndio tumewaleta mainjinia hao, sio kwamba hawafahamu, lakini tumewaleta kuwa brush kuhakikisha kwamba elimu yao inaendelea kuwa pale pale, kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi bora. Kwa majina naitwa Festo Eliot Kulanga, ni mkulima wa skimu ya Mkombozi, tarafa ya Pawaga. Kwanza ninaanza kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kwenye skimu ya Mlenge na skimu ya Mkombozi tunashukuru sana kwa ujenzi uliofanyika wa bilioni 56. Kabla ya ujenzi tulikuwa tunatumia miti mikubwa ambayo tunaita mahanzo kuzuia maji kwa ajili ya kupeleka kwenye mashamba, lakini baada ya kutengenezwa hii skimu, kwa sasa iko ndani ya majaribio, tumeona tija kubwa sana.